Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati nakuja katika hafla hii sikudhania kwamba nitapewa kazi hii. Nilikuwa najua mambo yote leo yanafanya mtahafu, lakini nilipofika nikaambiwa kwa nafasi yako lazima uzungumze. Nimeazima kalamu pale, watu walikuwa wakiniangalia kiazima kalamu pale na tafuta kusema, lakini atakaoniwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ndio nimetabarak na mimi katika hafla hii. Moja katika jambo ambalo nimeambiwa nilizungumzie ni nini bi'tha. Maana mimi nimesimama hapa kama kiongozi wa bi'tha kwa upande wa Tanzania bara, ambayo kwa Kiarabu, kwa Kiingereza ni Hajj Mission. Utaratibu wa usimamizi wa masuala ya hija katika nchi ya Saudi Arabia unasimamiwa na Wizara ya Hija. Ndio wizara inayosimamia hija katika nchi ya Saudi Arabia. Wizara hii haina counterpart, haina mwenzake katika nchi yoyote duniani. Hakuna nchi duniani yenye wizara ya hija zaidi ya Saudi Arabia. Hata kama nchi hiyo ni ya Kiislamu. Irani, Pakistani, wapi, hakuna wizaratul hajj. Sasa wizara ya hija itafanya kazi na wizara gani katika nchi ambazo inaamiliana nazo katika kupeleka mahujaji? Kwa wizara ya hija inaamiliana na wizara ya mambo ya nje na wizara za mambo ya nje za nchi zote duniani, ikiwa nchi hiyo ni ya Kiislamu au sio ya Kiislamu. Wizara ya mambo ya nje, wizara ya mambo ya nje, kwa sababu nao ina wizara ya mambo ya nje mwingine kule Saudi Arabia. Wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia inaamiliana na wizara ya mambo ya nje ya Tanzania, inaamiliana na mambo ya wizara ya mambo ya nje ya Uingereza, ya Marekani, ya Morocco, ya kila mahali. Sasa je, hizi wizara ya mambo ya nje zitakuwa zinafanya kazi mbili kwa wakati mmoja? Ndio wizara ya mambo ya nje za mambo ya nje zikatengenezewa utaratibu wa kutengeneza kitu kinaitwa Hajj Mission, ikiwa nchi hiyo ni ya Kiislamu au ya kisekula. Wizara ya mambo ya nje inakasimu madaraka yale kuwapa kitu kinaitwa Hajj Mission. Kwa hiyo kwa upande wa Tanzania kuna Tanzania Hajj Mission, ukienda Kenya kuna Kenya Hajj Mission, au kwa Kiarabu ndio Bi'thatul Hajj Tanzania, Bi'thatul Hajj Nigeria. Mnakuta kwa magari yameandikwa kule ukifika wakati wa hija, Bi'thatul Hajj ya Nigeria, ya wapi. Hizi zimekasimiwa na wizara ya mambo ya nje za nchi inahusika. Kwa upande wa Tanzania, wizara ya mambo ya nje imekabidhi jukumu hili kwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kwa upande wa Tanzania bara, na imekabidhi jukumu hili kwa upande wa Tanzania visiwani kwa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana. Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana kwa upande wa Zanzibar na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kwa upande wa Tanzania bara, ndio kwa pamoja tunatengeneza kitu kinaitwa Bi'thatul Hajj, ambayo ni Tanzania Hajj Mission. Na ndio maana mimi hapa kwa upande wa Tanzania bara na kwa ni msimamizi wa Bi'tha, na upande wa Zanzibar ni kwa sasa hivi katibu mkuu wa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana ni Sheikh Abdullah Talib. Kwa hiyo ndio Bi'tha. Lakini Bi'tha ili iweze kufanya kazi zake kwa wepesi, kuamiliana moja kwa moja na taasisi ambazo ndio zinaamiliana zinahusika na mahujaji, nao na kuna changamoto nyingi zinazotokea. Kwa hiyo kuanzia mwaka juzi, nadhani mwaka wa 3 sasa au wa 4, tumeanzisha kitu kinaitwa Tanzania Hajj Federation. Tanzania Hajj Federation ni muunganiko wa taasisi zote zinazosafirisha mahujaji. Akija mwenyewe ataeleza taasisi zote, kama leo mkutana wote hapa mmekuja chini ya mwamvuli wa Tanzania Hajj Federation, ambao wanafanya kazi ya kurahisisha huduma za mahujaji, kuturahisishia sisi wasimamizi ambao ni Tanzania Hajj Mission. Na tangu utaratibu huu umeanza, kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yametokea. Nakumbuka sisi wakati tunaanza utaratibu huu tulikuwa mahujaji hawafiki 3,000.
kwa Tanzania nzima, mahujaji 2300, 2500 ngapi. Kuna wakati tulikuwa tukienda katika vikao Saudi Arabia katika Wizaratul Hajj, ikifika wakati wa kutaka kusaini mkataba, sisi namba yetu ni watu 25,000 ndio kota yetu kwa Saudi Arabia. Sasa tunaulizwa mwaka huu mnachukua watu wangapi? Wakati tunanong'onezana sisi kwenye meza pale, wanatania watu 3,000 wanasema wao kwa sababu sisi wimbo wetu ni watu 3,000 ambao wala hatufikishi. Kabla sisi hatujasema waanza kusema wao 3,000 bwana. Bwana nani kwambia 3,000? Nyinyi watu 3,000 tu. Lakini kulikuwa na mambo ambayo sisi tulikuwa hatuyatekelezi. Kulikuwa na taksiri mbalimbali ambazo alhamdulillah tumeweza kuziondoa kwa kiwango kikubwa. Na mwaka huu sisi tuliomba watu 5,000. Wasaudi wakasema, mbona mnazungumza ndoto? Mnaomba 5,000? Hamwezi kitu hicho. Wakatupa namba 4,000 kwa kutulazimisha. Lakini sisi tulikuwa tumeomba zaidi ya watu 4,000. Na kweli imefika namba 4,000 imejaa, na bado tuna moja nchi nzima walikuwa. Yaani tungepewa 5,000 sisi tungefikisha. 4,000 imegonga na bado tulikuwa na application chungu zima. Kwa hiyo kutokana na ufanisi mzuri wa taasisi hii ya Tanzania Hajj Federation chini ya usimamizi wa Tanzania Hajj Mission, tuna uhakika kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kufikisha mahujaji 10,000. Na sizungumzi hivi kuwafurahisha nyinyi tu, ni uhakika. Kwa sababu sisi mwaka jana tulifanya kongamano katika mikoa mitatu. Tulifanya makongamano katika mkoa wa Mwanza, mkoa wa Kagera, tulifanya mjini Mkoba pale, na mkoa wa Kigoma tulifanya mjini Kigoma. Wote mnatuona hapa. Tulitaka kufanya Tanzania nzima, lakini tulifanya mikoa mitatu kwa sababu ya kwamba tarehe ziligongana na uchaguzi wa mkuu wa taifa. Kwa hiyo tukaona mgongano ule unaweza ukasababisha kuleta kero katika baadhi ya sehemu. Kwa hiyo tukafanya mikoa mitatu tu, lakini namba imezidi 4,000. Tukifikisha kufanya Tanzania nzima, tunahakikisha watu 10,000 tutafikisha. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia wazi kabisa, adhin fil nasi bil hajj, watangazie watu, yatuka rijala, adhin fil nasi, wasema jawabu al-amri, yatuka, watakujia tu. Kitangaza watakuja, usipotangaza hawaji. Na sisi tulikuwa tutangazi, sisi tunaishia matangazo ya misikitini tu kwenye milango ya misikiti, lakini kufanya makongamano, kufanya hivi kwa hatufanyi. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeanza mwaka jana, na mwaka huu baada ya hija tutaendelea inshallah. Tunahakikisha lengo letu tufike mahujaji 10,000, na tutawafikisha inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kama tumeweza kuruka kutoka 3,000 mpaka 5,000 kwa kufanya mikoa mitatu, tena tumefanya haraka, kwa nini tusifikishe watu 10,000? Na hiyo 25 tutafika inshallah. Niseme kitu kimoja tu kama kiongozi wa Biltha wa Hajj Mission, ni kwamba niwaombe mahujaji watarajiwa, kitu kikubwa, msingi mkubwa kabisa ambao utasalimisha ibada yako ni kufuata maelekezo ya viongozi wenu wa taasisi. Yaani ujifanye mjinga katika zile siku, katika zile wiki tatu zile au mwezi mmoja, wewe ujifanye kama vile mtoto mdogo. Ukiambiwa kaa hapa, kaa hapa. Ukiambiwa simama hapa, simama hapa. Sio ile kuambiwa kwamba mtu anaporudi katika hija anakuwa kama alivyozaliwa na mama yake. Man hajja wa lam yafsuq wa lam yarfuth raja'a ka yawma waladathu ummu, anarudi kama siku alivyozaliwa. Sasa mtoto mdogo si yule ambaye akiambiwa fanya hiki anafanya. Uweze ukarudi automatically kama mtoto mdogo uliozaliwa, kama ule utoto huja uanza tangu kule. Tumeelewana? Ule utoto sharti uanze kule. Ukiambiwa usikae hapo usikae. Ukiambiwa usifanye hiki usifanye. Ndio kweli utarudi kama mtoto mdogo uliozaliwa. Lakini ikiwa utoto wenyewe umeukataa tangu kule,
Kiongozi akikwambia usifanye hivi usikii, akikwambia ufanye hivi usikii, hutarudi kama mtoto mdogo uliozaliwa, utarudi vile vile, kwa sababu utakachokuwa umefanya ndio hayo yaliyokatazwa. Utakuwa umefanya mambo ya kubishana na viongozi ambao yamekatazwa hayo. Utakuwa umegombana na watu, utakuwa umefanya kile. Uwezi ukarudi kama uliozaliwa. Utarudi kama uliozaliwa wakati ule ulijiona mkubwa. Ikichelewa gari kidogo kelele, ikifanya nini kelele. Ulikuwa mkubwa kule, alafu urudi kama ulipozaliwa, haiwezekani. Lazima ujifundishe tangu kule. Hii ndio nasaha ya haraka ambayo nawapenda niwahusie mahujaji wetu. Jingine, subira ni kitu muhimu sana, kwa sababu hii ni ibada kubwa. Unaweza ukaambia utembee hapa mpaka Mwenge. Sasa isiyo kutembea hapa mpaka Mwenge ukaanza kutukana barabara nzima. Mtoto mdogo hatukani barabara nzima. Mtoto mdogo anafuata, ndio utarudi kama alivyozaliwa. Ukiambiwa hapa umekuta foleni ya choo mpaka kule, usianze kutukana. Ufanye subra. Siku 15, siku 20 za ibada yako unatakiwa uwe na subira ya uhakika. Wasabru miftahul khair. Subira ndio mifunguo ya khair, ndio ufunguo wa khair. Hili nalo ni muhimu kuwasisitizia ndugu zetu mahujaji. Mkiafuata haya, Allah subhanahu wa ta'ala atazijalia ibada zenu kuwa ni makbul na mtarudi kama mlivyozaliwa. Nyingine ni kuchunga sheria na kanuni za nchi tunazokwenda. Ukifika kule unaambiwa tembea na kitambulisho hiki, basi ukivae kile kitambulisho. Useme mimi bwana, mimi nikivaa hiki ninakuwa kama mshamba hivi. Unakitia mfukoni. Badala ya kukivaa unakitia mfukoni. Ukianza kukutia mfukoni, hatua itakayofuatia utakiacha nyumbani. Hiyo ndio kweli. Kama wewe huna himma na kile kitambulisho ulichoambiwa uvae, halafu ukasema mimi naona nitaonekana kama mjinga hivi, kwa hiyo sikivai, siku ya kwanza utakitia mfukoni. Askari akikuuliza utakitoa hiki hapa. Na kama hukuulizwa basi ndio utakuwa utaendelea kuwa nacho mfukoni. Siku ya pili utakiacha tu nyumbani. Sasa likitokea tutakwenda kukutoa migration au airport sasa hivi. Au sasa hivi ushapakiwa mpaka kwenye ndege. Sasa hivi serikali ya Saudi Arabia iko very strict kwenye kuhakikisha kwamba namba ya mahujaji wanaidhibiti, wanaicontrol kwa sababu ya usalama wa mahujaji wenyewe. Watu wengi wanataka kwenda kuhiji na nafasi haitoshi, kwa sababu dunia imekuwa sasa, na ardhi ya Mina ni ile, na ardhi ya Maka ni ile, haijaongezeka, lakini population ya dunia imeongezeka mara 1000. Mahujaji waliokuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na namba ya watu waliokuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tofauti na watu walioko sasa hivi, lakini Mina ni ile, Arafa ni ile. Tanzania si wakati tutapata uhuru tulikuwa hatufiki watu milioni 20, lakini sasa hivi tuko watu zaidi ya milioni 60. Basi na duniani hivyo. Miaka nyuma huko watu walikuwa hafiki bilioni 1. Sasa hivi tuko watu zaidi ya bilioni 5. Lakini Mina iko vile haijaongezeka. Sasa serikali ya Saudi Arabia inajaribu kudhibiti idadi ya mahujaji kwa usalama wa mahujaji. Moja katika hatua za kudhibiti ni kuhakikisha kwamba hawa ndi mahujaji na huyu sio hujaji, kavamia. Utamjuaje? Kitambulisho. Jingine la mwisho, acheka Sheikh Athman. Jingine la mwisho ni kwamba haram sasa hivi kila mmoja ana hamu ya kwenda haram kwa swala zake zote 5. Lakini ukiona kwamba hali hairuhusu kwenda haram, Makka kuluha haram. Makka yote ni haram. Na hii fatwa wenyewe wa Saudi mwanzo walikuwa waikwepa, lakini sasa hivi wameshaeleza Makka kuluha haram. Laki moja utaipata mahali popote katika Makka. Sasa usijilazimishe kwamba wewe lazima utoke nyumbani uache msikiti wa jirani, lazima ndio ukaswali haram.
Na ukafika haram kwenye saa nyingine wasali barabarani tu. Safu zenyewe za barabarani za ovyo ovyo. Mmekaa watatu pale, wengine wangapi? Kwa sababu ya kulazimisha lazima nikaswali haram. Wakati Mtume SAW ametuambia Maka kuluha haram. Msikiti wote wa jirani nenda kaswali. Na hii ndio inaoleta kelele unaposema sisi nyumba yetu iko mbali na haram. Kwa sababu unaona kwamba wewe wataka lazima uende ukaswali haram. Sisi mmetuandikia katika matangazo yetu ya hija, matangazo yenu kwamba nyumba yetu iko nyumba iko karibu na haram. Mbona iko mbali na haram? Mungu na pesa zetu matapeli nyinyi. Kwa sababu wewe wataka lazima ukaswali haram. Na ukiswali msikiti ule jirani na nyumba yako, unaona kama hujapata ile 100,000. Hili nalo wakati wa kwenda ujue wazi kwamba popote utakaposwali katika ardhi ya Makka wewe unapata ile 100,000. Hili naomba niwasisitizie kwa sababu mahujaji wengi wanapata shida, na saa nyingine mtu anatembea na jua kali, anateseka, anakwenda kutafuta akaswali haram ndio kwenye lake. Na saa nyingine akifika pale asikia asalamu alaykum wa rahmatullah. Sasa kapata tabu ya bure, akifanya swala yake na kwa ajabu tena atafuta jamaa ambayo haielewelewi kwa sababu muda mrefu katembea kwa ajili ya kutafuta hiyo 100,000 ambayo kwa akili yake au kwa dhana yake anajua kwamba inapatikana pale pale msikitini Makka. La, popote utakaposwali katika ardhi ya Makka utakuwa umeipata hiyo. Nadhani kwa haya machache nimwachie mwenyekiti wa Tahafe, na niwashukuru sana kwa kunipa fursa hii ya nami kuchangia kwenye hili. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.